Jeshi la Urusi limefanya mashambulizi makubwa ya anga dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, ikilenga kiwanda cha kutengeneza silaha, kituo cha ufuatiliaji wa rada na mfumo wa kisasa wa ulinzi wa anga wa Marekani aina ya Patriot. Hii ni kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi ya Urusi siku ya tarehe 24 Mei. Taarifa hiyo imethibitisha ripoti za awali za mashambulizi ya usiku yaliyoripotiwa na wakazi wa Kiev waliodai kusikia milipuko mikubwa, huku picha zikionyesha milipuko mikubwa katikati ya mji wa Kiev. Taarifa hiyo inasema jeshi la Urusi limefanya shambulio la pamoja kwa kutumia silaha sahihi kutoka ardhini pamoja na ndege zisizo na rubani dhidi ya kiwanda cha kijeshi cha Ukraine kinachotengeneza makombora na ndege zisizo na rubani za mashambulizi yanayotumika kuishambulia Urusi. Taarifa hiyo imeongeza kuwa mashambulizi hayo pia yalilenga kituo cha rada ya ufuatiliaji na mifumo wa ulinzi wa anga wa Marekani aina ya Patriot. Malengo yote yaliyokusudiwa yamepatikana na vitu vyote vilivyolengwa vimeharibiwa, ilisema taarifa kutoka wizara hiyo ya ulinzi kutoka Urusi. Ripoti za vyombo vya habari zimeeleza kuwa shambulio hilo lililenga kiwanda maarufu cha ndege kinachofahamika kama Antonov kilichopo magharibi mwa mji wa Kiev. Mashambulizi haya ya Urusi yamejiri baada ya ongezeko kubwa la mashambulizi ya droni, yani ndege zisizokuwa na rubani, kutoka Ukraine dhidi ya maeneo ya mji mkuu wa Urusi, Moscow, na mikoa mingine ya Urusi mwezi huu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema kuwa kati ya tarehe 20 Mei na tarehe 23 Mei, jumla ya droni 776 na makombora 12 yalizuiliwa ndani ya Urusi, huku droni nyingine 104 zikiangamizwa usiku wa kuamkia tarehe 24 Mei. Hali ya tahadhari imeendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali ya Ukraine, huku mashambulizi haya yakiongeza mvutano kati ya Moscow na Kiev katikati ya vita vinavyoingia mwaka wa 3 bila mafanikio ya kusitisha yoyote. Tukiachana na Urusi na kuelekea nchini Marekani, makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema enzi za Marekani kuwa mamlaka isiyohojiwa duniani imefikia kikomo, huku mataifa kama China, Urusi na wengine wengi wakijitokeza kuwa wapinzani wakuu wa Washington katika maeneo yote muhimu ya uongozi wa kimataifa. Akihutubia sherehe za mahafali ya chuo cha wanamaji wa Marekani, yani United States Naval Academy, siku ya tarehe 23 Mei, J.D. Vance amesema viongozi wa Marekani waliamini kuwa baada ya vita baridi ambavyo vilikoma mnamo mwaka 1991, ubabe wa Marekani ungetawala milele. Akizungumza na wahitimu wao, J.D. Vance alisema, hatukuwahi kufikiria kuwa taifa lolote lingeweza kuinuka na kushindana na Marekani. Akiangazia mafanikio ya Marekani katika anga, bahari na anga za juu pamoja na mitandao baada ya kumalizika vita baridi, Vance alionya kuwa hali hiyo sasa imebadilika. Zama za utawala wa Marekani usio na upinzani umekwisha. Leo Marekani inakabiliwa na vitisho halisi kutoka China, Urusi na mataifa mengine yanayodhamiria kuishinda Marekani katika kila eneo. Kwa mujibu wa Vance, sera za Marekani zilianza kuelemea katika kutumia nguvu laini na kuingilia masuala ya mataifa ya kigeni hata wakati hayakuwa na uhusiano wa moja kwa moja na maslahi ya msingi ya Marekani. Alibainisha kuwa utawala wa rais wa sasa Donald Trump umeazimia kuachana na mtazamo huo wa muda mrefu wa kisera wa mambo ya nje wa Marekani. Tutaweka kikomo cha misheni zisizoeleweka na migogoro isiyo na mwisho, aliongeza Vance. Matamshi yake yamekuja wakati Marekani ikielekea kupunguza msaada wa kijeshi kwa Ukraine, ikihimiza suluhisho la kidiplomasia kwa vita vinavyoendelea. Trump pia ametangaza nia ya kusaidia kumaliza mzozo wa Gaza kati ya Israel na Hamas. Aidha, amependekeza uwekezaji mkubwa wa kibiashara katika ukanda wa Gaza ili kugeuza eneo hilo kuwa eneo la kitalii na badala kuwa ya eneo la vita. Katika hatua ya kiuchumi, utawala wa Trump pia umesaini makubaliano ya pamoja ya uchimbaji madini kati ya Marekani na Ukraine kama njia ya kurejesha sehemu ya fedha zilizotumika kuiunga mkono bila kutoa dhamana rasmi ya ulinzi kwa taifa hilo. Kauli ya Vance imeweka wazi mwelekeo mpya wa sera za kigeni za Marekani, ambayo inaonekana kujikita zaidi katika kujenga nguvu za ndani na kuachana na ushiriki wa kina katika mizozo ya kimataifa, hali inayoashiria mageuzi makubwa katika nafasi ya Marekani duniani kote. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kuendelea kufuatilia taarifa mbalimbali tunazokuletea kutoka kona mbalimbali za dunia. Endelea kufuatilia na kutoa maoni katika sehemu ya maoni, yani comment section, katika chaneli yetu ya YouTube.